Maafisa wa polisi wanachunguza uwezekano wa moto uliowashwa kimakusudi kufuatia mkasa wa moto katika shule ya utumishi Girls Senior School mjini Gilgil uliosababisha vifo vya wanafunzi wasiopungua 16. Wanafunzi wasiopungua 10 wanazuiliwa na polisi hadi kufikia sasa kusaidia uchunguzi kuhusu moto huo ulioteketeza sehemu ya bweni usiku wa manane. Familia zikiendelea kuomboleza huku manusura wakisimulia yaliyojiri. Taarifa mpya sasa zinaibuka kuhusu kinachokisiwa kusababisha mkasa huo. Tazama. Wanafunzi wasiopungua 10 wanazuiliwa na polisi huku uchunguzi ukiendelea kuhusu uwezekano kwamba moto ulioua wanafunzi katika shule ya utumishi Girls Senior School mjini Gilgil ulikuwa wa makusudi. Moto huo uligharimu maisha ya wanafunzi wasiopungua 16. Ulizuka muda mfupi baada ya saa 6 usiku katika bweni la Melin Waithera. Wanafunzi walionusurika wanasema ni utaratibu wa shule kwamba taa za usalama katika mabweni huzimwa kila siku saa 4:10 usiku. Kufikia wakati mayowe yaliposikika kutoka bwenini humo, baadhi ya wanafunzi waliotazama saa zao wanasema ilikuwa tayari karibu saa 6:10 usiku. Wachunguzi pia wanachunguza ni nani alikuwa amelifunga lango la kutoka nje ya bweni hilo wakati moto ulipozuka. Ni ghorofa ya juu pekee ya bweni la Melin Waithera inayojulikana kama Stanford ndiyo iliyoteketea kwa moto. Ghorofa ya chini inayojulikana kama Oxford haikuathirika. Huku uchunguzi ukiendelea, maswali yanaibuka iwapo shinikizo la mtihani iliyokuwa ikitarajiwa kuanza wiki ijayo huenda ilichangia mkasa huo. Mtihani wa katikati ya muhula katika shule hiyo ilikuwa imepangwa kuanza Jumanne ijayo tarehe 2 mwezi Juni, ingawa wachunguzi bado hawajathibitisha uhusiano wowote kati ya mitihani hiyo na moto huo. Mkasa huu sasa unaongeza hofu kuhusu ongezeko la visa vya fujo mashuleni katika eneo la Gilgil muhula huu wa pili, ikiripotiwa kuwa zaidi ya shule 3 zimekuwa na kiwewe ya wanafunzi. Familia za waathiriwa zinaendelea kutafuta majibu kufuatia moja ya mikasa mibaya zaidi ya moto shuleni katika miaka ya hivi karibuni. Baada ya mkasa huo, jumla ya wanafunzi 69 walipelekwa katika hospitali ya St. Joseph's iliyoko Elementaita na majeraha tofauti, wengine wakiwa wamevunjika na wengine na majeraha ya moto. 62 walitibiwa na kuruhusiwa kurejea nyumbani, ila 7 waliosalia wakisafirishwa hadi jijini Nairobi kwa matibabu zaidi. Katika mkasa ulioambatana na huo, mmoja ya wazazi wa wanafunzi katika shule hiyo alifariki dunia baada ya kuhusika katika ajali ya barabarani katika eneo la Kikopey alipokuwa anakwenda kujua hali ya mwanawe shuleni. Japo mwanawe yu salama, mama huyu aliaga dunia papo hapo gari lao lilipogongana na trela na mumewe amelazwa hospitalini. Huku uchunguzi ukiendelea kuhusu chanzo hasa cha moto huu, ni nani aliyehusika na iwapo kulikuwa na ishara ambazo zingeweza kuepukika, familia za 16 hawa zinaendelea kuomboleza, huku maafisa wa polisi wakiendelea kuhoji wanafunzi yapata 10 ambao bado wapo mikononi mwao na wanasaidia katika uchunguzi huu. Ibrahim Karanja, NTV, kutoka shule ya wasichana ya utumishi hapa Gilgil, kaunti ya Nakuru.